So, bado tunaendelea kutazama hii issue ya Young Africans kujenga uwanja. Kwenye episode iliyopita nilijaribu kidogo kugusia baadhi ya vitu ambavyo Young Africans wamevipitia kwenye mkataba, nikagusia baadhi ya faida ambazo Young Africans wataenda kuzipata na mifano ya kimataifa jinsi ilivyo. Nikaahidi kwamba kwenye episode inokuja tutakuja kulitazama hili eneo la Young Africans kwenye eneo la kiuhandisi zaidi, yani kwamba ni eneo ambalo kwa Young Africans liko vipi, ni zuri, ni baya, ama Young Africans inabidi wafanye nini ili kuweza kupata kile wanachokihitaji. Lakini kwenye hii episode pia nitajaribu kugusia namna ambavyo mbinu ambazo wanabidi wazitumie kujenga uwanja, kwa sababu kihistoria hili ni eneo ambalo linajaga maji. Kila mmoja anajua kwamba msimu fulani wa mvua ukifika, basi hili eneo maji yanakuwa mengi zaidi na mafuriko. Nikapata ushauri wa kiutaalamu, Young Africans wanaweza kujenga uwanja wa namna gani na wanawezaje kuidhibiti ile hali. Lakini kuna mradi ambao hapa unapita, mradi ambao una gharama kubwa. Tutatazama pia the way ambavyo utakavyoenda kuisaidia Young Africans kwenye kukimbiana na hiyo hadha ya mafuriko na uwanja kujaa maji. Lakini pia tutagusia hizo phase za miezi 18 mpaka 24 za ujenzi wa Yanga watakuwa wanafanya nini kwenye hizo nyakati. Lakini tutagusia by the way namna ambavyo vibali vya kisheria vinavyohitaji ili kuweza kukamilisha ujenzi wa uwanja vinafanyaje na vitu kama hivyo. So first tulitazame hili eneo la uwanja. Unajua ni eneo ambalo kimsingi ni mtambuka. So kimoja kati ya kitu ambacho Young Africans wanastahili kukifanya kwenye hilo eneo ni eneo ambalo linajaa maji. So jambo la kwanza wanahitaji kuinua kimo cha uwanja. Yani lazima kumwaga udongo, mawe kwa kiwango kikubwa ili kuinua uwanja mzima iwe juu kabisa, ambao kwenye eneo ambalo mafurika hayawezi kufika, si ndio? Lakini lazima kuwepo na mifumo ya kisasa ya mifereji chini ya uwanja. Wanaweza wakaweka mfumo wa dharura wa mabomba ya kufyonza maji kwa haraka na kuzuia maji yasituame kwenye lile eneo la uwanja. So lazima hiyo mifumo iwepo kwa chini kidogo. Lakini pia lazima wawe na kuta imara za kuzuia maji, kwa sababu unajua maji yakijaa kwenye eneo fulani kama hamna ya kuta imara, lazima mnaweza mkakutana mtikisiko. So lazima wajenge kuta madhubuti za zege kuzunguka eneo la uwanja ili kuzuia maji yanayofurika kutoka mto Msimbazi yasiingie ndani ya miundombinu ya uwanja. Lakini pia lazima kama itabidi wajenge kutenga sehemu maalum ya wazi ndani ya mradi inayotumika kupokea na kuhifadhi maji ya mvua kwa muda kabla ya kuyasukuma kutoka nje kwa pump. Hii itasaidia maji kama yanatuama, mna uwezo wa kuyaelekeza maji kwenye eneo fulani. Lakini pia kwenye pitch lazima watumie hybrid, kutafuta mfumo wa nyasi zinazostahimili unyevu mwingi, zisizoharibika haraka pindi zinapokumbana na hiyo hali ya mvua. Sasa hapa pia kunapita huu mradi ambao nimekuambia. Kuna huu mradi wa bonde mto Msimbazi. Huu mradi una advantage kubwa sana, kwanza kwa watu ambao wanakaa kwenye hilo eneo la Jangwani pamoja na maeneo haya ambayo mto Msimbazi unapita. Huu ni mradi wa uendelezaji wa ili bonde la mto Msimbazi, ambalo huu mradi unafadhiliwa na Benki ya Dunia kwa takriban shilingi bilioni 598 za Kitanzania, ambazo ni zaidi ya $260 milioni. Utakuwa na mchango mkubwa sana katika kufanya Yanga na uwanja wao uwe salama. Jambo la kwanza ni huu mradi unaenda kupanua na kuongeza kina cha mto, ambapo unaenda kuongeza mzunguko na kasi ya maji kuelekea baharini. Ili jambo linaenda kuiondoa hatari ya maji kufurika na kusambaa kwenye maeneo ya uwanja wa Young Africans, kwa sababu maji yatakuwa yanapita moja kwa moja yanaelekea baharini. Lakini kuna ujenzi wa matuta kinga. So unajua udongo unatolewa ndani ya mto, unatumia kutengeneza matuta makubwa yenye makubwa hekta kama 57 hivi za ardhi salama, jambo linaloweka kizuizi cha asili kwenye hayo maji. Ni kama kutengeneza zile kingo. So kinaongezwa na ule udongo unaotolewa unaenda kuwekwa sehemu nyingine ambayo kimsingi
inafanya kuna kuwepo na usalama mkubwa. Lakini pia hapa patajengwa daraja jipya la juu kabisa la Jangwani. Ili daraja litakuwa na mita 390. Yaani hapa tunazungumzia viwanja 3.5. Ili linajengwa na TANROADS, litaondoa vizuizi vya maji yaliyokuwa yanasababisha maji kurudi nyuma na kujaa eneo la uwanja. So unaona hiyo advantage. Lakini pia kamati ya ujenzi ya Yanga na mwekezaji GSM tayari wamefanya mazungumzo na wasimamizi wa mradi huo ili kuonyesha mchoro wa uwanja na miundombinu kuzuia mafuriko kwenye hili eneo. So mradi huu wa Mto Msimbazi unaweza ukapunguza athari za mafuriko kwa zaidi ya 85%. Yanga bado anapaswa kuzingatia viwango vya juu vya uhandisi wa mradi wa uwanja wa juu ili kujiami na mvua hizo ambazo pengine zinaweza zikazidia yale matarajio ya kibinadamu na yale mambo ambayo pengine tulikuwa tumeyadhania. Hizo zinaweza kutokeza. So hili ni eneo la kwanza ambalo nilijadili kuhusu haya mazingira ya mradi na namna ambavyo Yanga wanaweza wakapata advantage kutokana na huu mradi wa DMDP ambao mradi wa bonde la Mto Msimbazi ambao unapita kwenye ile eneo. Lakini pia Young Africans wanaujenga uwanja wao kwa kipindi cha miezi 18 hadi miezi 24. Bila shaka unatamani kujua wanafanya nini kwenye hiyo miezi na phase nzima za kujenga uwanja zikoje. Sasa klabu ya Yanga imeingia rasmi haya makubaliano ya ubia 50%. Napenda sana nikukumbushe hii na kampuni ya GSM ambapo wameshakubaliana kwamba watachukua hizo siku na miezi yote. Sasa kuna taratibu za kisheria ambazo zinabidi zifuatwe hizi ili kuweza kukamilisha mradi pasipo na shida yoyote. Jambo la kwanza ni kupata hiyo hati ya umiliki wa ardhi. Yanga tayari hii walishaikamilisha. Jambo la pili ni tathmini ya athari kwa mazingira, kupata cheti cha EAI permit kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira NEMC. Hatua hii ni ya lazima kwani eneo la Jangwani ni bonde la mto lina athari kubwa sana ya kimazingira. So naelewa zile. So lazima hilo eneo ulizingatie sana. Na nilimuona mtu wa NEMC alikuwepo pale. Lakini jambo la tatu ni kibali cha ujenzi. Tunazungumzia ile building permit. Lazima wasiliashe michoro yao ya kisanifu, architectural na kiuhandisi kwenye halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ili kupata kibali rasmi cha kuanza ujenzi. Leo alikuwepo mkuu wa mkoa, so I believe kwamba hiyo taarifa iko. Na jambo la tano ni kusajili mradi bodi ya wakandarasi. Kampuni inayojenga lazima isajili mradi huo rasmi katika bodi ya usajili wa makandarasi ili kudhibitisha uwezo wa kiufundi na kisheria. 5, usimamizi wa bodi za kitaalamu. Wahandisi na wasifu wa majengo wote wa mradi huo lazima wawe wamesajiliwa na bodi ya usajili ya wahandisi na bodi ya wasanifu wa majengo na wakadiriaji wa majengo. Hivi vyote lazima vifanyike. Jambo la 6 ni kibali cha usalama mahala pa kazi kutoka OSHA. Wanapata hilo usajili na ukaguzi kutoka wakala wa usalama wa afya mahala pa kazi OSHA ili kulinda usalama wa wafanyakazi wakati wote. Jambo la 5, ukaguzi wa mwisho wa cheti cha matumizi. Baada ya ujenzi kuisha, halmashauri ya jiji itafanya ukaguzi wa mwisho na kutoa kibali cha matumizi ili kuruhusu mashabiki kuingia. So hizo ni vitu vya kisheria ambavyo Yanga lazima wawe navyo. So kwenye miezi 18 mpaka 24 Young Africans watakuwa wanafanya nini? Kuna phase takriban 5 ambazo nimezipitia na nimedhibitisha Young Africans lazima wazipitie ili kukamilisha eneo lao la ujenzi wa uwanja. Phase ya kwanza ni maandalizi ya eneo na kuinua udongo. Hii inaweza ikachukua mwezi mmoja mpaka miezi 4. Hili ni eneo ambalo lina mita za mraba 35 hadi 37,500. Lazima wafanye ukarabati wa udongo na kumwaga mawe, kifusi, tunaita soil stabilization, land reclamation. Hatua hii ni ya muhimu sana ili kuinua kimo cha uwanja juu kwa kiwango cha mafuriko ya Jangwani. Nilieleza hapo mwanzo. Lakini jambo la pili, hawa jamaa lazima watengeneze msingi wa miundombinu ya chini. Hii inaweza ikachukua miezi 5 hadi 9. Hapa anapiga nguzo za chini kabisa ili kuhakikisha uwanja unaistahimili ardhi ohevu ya bonde hilo. Na wataweka mifumo ya dharura ya mifereji ya kutoa maji. Nilizungumza ile subsurface drainage system, si ndio? Lazima itengeneze hiyo. Lakini baada ya hapo lazima wasimamishe nguzo na majukwaa. Hapo ndo kuna kazi, miezi 10 hadi 15.
kujenga miundombinu mikuu ya zege na chuma, substructure, ikiwa majukwaa ya kubeba mashabiki 30,000, lakini wataweka paa kwa ajili ya uwanja kama itakuwepo na kwenye majukwaa muhimu. Lakini phase ya 4 ni uwekaji wa pichi na miundombinu ya ndani. Hii sasa ndo ndefu, inachukua miezi 10 kuanzia mwezi ule wa 16 hadi mwezi wa 20. Hii itaweka nyasi mchanganyiko za kiasili pamoja na kisasa, kuweka mifumo ya kisasa ya taa za michezo, vyumba vya kubadilisha nguo, maeneo ya VIP na vyombo vya habari. Jambo la 5 na la mwisho ni ukamilishaji wa majaribio. Kishajenga maeneo ya nje kama vile sehemu za maegesho magari, barabara za kuingia uwanjani, basi unafanya majaribio ya mifumo yote kiusalama na kiufundi kabla ya kuzindua rasmi. Na hizo ndo phase ambazo Young Africans inabidi wazipitie kabla ya kumaliza mkakati husika. So hivi ndivyo ambavyo mambo yalivyo. So ndivyo ambavyo Young Africans wanahitaji kufanya kazi yao. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi naitwa Almachus Kanyasu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, na mambo yatakuwa yanaenda vizuri sana.